Hii bwana kusema. Hii inaendelea kwa jamaa mmoja ambaye amewahi kuwa mtangazaji hapa Radio Jambo. Anajulikana kama Fred Arocho. Fred Arocho alikuwa kwa station moja, one of these upcoming stations. Upcoming. Akaenda kaongea mbaya. Akaongea mbaya juu yangu. Anasema Gidi hajacheza ball, hawezi, Gidi hajui nini na mambo kama hayo. Ya, ebana inakuwa vipi mwanahabari 254, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Niite Fazulu wa habari 254, wengine wananiita sauti ya mjomba. Kuna mjadala ambao unaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ni ubabe kati ya mwanahabari ambaye anawajibika pale Radio Jambo ambaye anajulikana kama Gidi na mwanahabari ambaye anajulikana kama Arocho ambaye anawajibika katika runinga ya TV47 na vile vile Radio 47. Kwa hiyo ni issue ambayo wengi wamekuwa wakiongelea, ni vuta ni kuvute kati ya wawili hawa. Na video ambayo inatembea kwa kasi zaidi ya Gidi akijaribu kumchamba mwenzake ambaye anajulikana kama Arocho. Anasema kuwa Arocho alikuwa na dai ya kuwa Gidi hajui kucheza mchezo wa mpira wa miguu, ijapokuwa Gidi na anasema kuwa yeye aliwahi cheza mchezo wa mpira wa miguu, na hata kama wanataka haraka za kuonyesha kuwa aliwahi cheza mchezo wa mpira wa miguu, inafaa tinge maeneo ya Dandora ndio angalau apate kujua hali halisi. Sasa Arocho alipokuwa akifanywa interview katika Radio 47, ama alikuwa na mjadala fulani katika Radio 47, alidai ya kuwa Gidi alipokuwa akigombea kiti cha katibu mkuu wa timu ya Gor Mahia ama klabu ya Gor Mahia, ijapokuwa alijiondoa. Sasa Arocho alikuwa anadai ya kuwa Gidi ana uweledi ama ufahamu wa mpira ama mchezo wa mpira wa miguu. Sasa ni video ambayo wengi wamekuwa wakiongelelea, na ningependa nikuwekea video hii angalau upate kujua kile ambacho Gidi alikuwa anasema, alafu baadaye tutajua maneno imekuaje, kwa maana kuna interview ambayo mwanahabari mwenza ambaye anajulikana kama Michael Were Muhusia amefanya kule maeneo ya Kisumu, na amedhibitisha kuwa Arocho aliwahi cheza mchezo wa mpira wa miguu humu nchini. Hii bwana kusema. Hii inaendelea kwa jamaa mmoja ambaye amewahi kuwa mtangazaji hapa Radio Jambo. Anajulikana kama Fred Arocho. Fred Arocho alikuwa kwa station moja, one of these upcoming stations. Upcoming. Akaenda kaongea mbaya. Akaongea mbaya juu yangu. Anasema Gidi hajacheza ball, hawezi, Gidi hajui nini na mambo kama hayo. Nilitumia hiyo video. Mashabiki wanajua wananitumia hizi video. Nilitumia. Nikaangalia, nikajiuliza Arocho. Unajua Arocho mimi nilimjua tu hapa Radio Jambo. Wakati tulimpatia kazi hapa ya utangazaji. Sisi kama mimi sikuwahi jua Arocho alicheza mpira. Because katika rekodi za legends wa mpira hapa nchini Kenya, I've never heard of Arocho. Lakini yeye huwa anajigamba kwamba is one of the legends of football in this country. Sina rekodi yote ya Arocho kucheza mpira. I don't know. Mimi nilijua tu kama mtangazaji ambaye tulimpatia kazi hapa ya utangazaji baada ya stesheni kuweza kuundwa pale. Na ningependa kuambia Arocho kwamba sio lazima uwe former footballer ndio ufanye kazi ya Secretary General. Kazi ya Secretary General is simple: administration, planning, communication, marketing, liaison. It doesn't require technical management ya football team. Football team iko na technical bench department ambayo inaongozwa na kocha pamoja na football director na wengine wasaidizi wake. Hiyo labda unaweza sema kwamba former footballer anaweza kuwa pale umefanya masomo ya football technical, lakini when it comes to administration of a football club unahitaji tu kiwango cha masomo ya kuelewa mambo ya communication, mambo ya administration. Ndio maana ndio katibu. Katibu ni mtu wa documents hapa na pale. Sio lazima uwe kwamba ulicheza mpira na kuelewa. Na pia ningependa kuambia Arocho, wewe unasema kwamba ulicheza mpira. I also played football. Nataka kuambia Arocho, enda Dandora phase 4.
Dandora phase 4. The records are there. The records are there. Uongea na mtu anaitwa Ernest. Ernest ndio the biggest coach pale D. Ernesto. Uliza Ernesto kama sikucheza mpira. Nilikuwa goalkeeper hatari. Arocho. Nilikuwa goalkeeper hatari pale Dandora phase 4. Uliza Ernest, uliza kina Kayuyu pale Dandora phase 4. Nilicheza mpira hatari sana. But the only difference between me and Arocho is that I dropped out of football to concentrate on education, which is a good thing. And Arocho dropped out of school to concentrate on football. That's the difference. Mimi niliamua kuacha mpira ili nisome. Na ndio maana na lecture leo namwambia there's a difference between football management and technical bench management. Uchaguzi ilifanyika hapa juzi. Ya FKF. Arocho alikuwa na support Hussein Mohamed. Mimi nilikuwa na support Owino Kempes, who is a former footballer. So kwa nini sasa mimi unasema mimi sikuwahi kucheza mpira nikaamua kusimama kama Secretary General, you are not supporting me, na ulikuwa na support Hussein, who is not a former footballer? Na mimi nilikuwa na support Owino Kempes, who is a former footballer. Unaelewa bwana Arocho? Kwa hivyo wacha mchezo. The best Arocho can do to football in this country is to provide ile disco matanga sound for stadium and being an MC. But hii mambo ya kujigamba tu wewe ni former footballer, sasa you are lecturing everybody here and there. Wachana na Arocho jamani. We don't have records of you being a footballer. Kama ni football, hata mimi nilicheza football. Enda Dandora upate record zangu. Na wewe hakuna history ya football ambao tunajua. Watu wako Dandora Ernesto. Anajua goalkeeper. Tulikuwa goalkeeper wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Ngulamu. Si kama Ngulamu bado yuko. Ngulamu labda aliaga. Tulikuwa wawili, two keepers. Tukachezea Aston Villa. Tulikuwa timu ilikuwa inaitwa Aston Villa. Young Bestos. Na ingine pale ilikuwa inaitwa nini? Shashamani. Sasa Rocha anasema sisi ndio watu wa ball, sisi tunajua ball. Amehangaisha watu hapa. Is a wheeler dealer. Amehangaisha watu kwa football hapa. Ati sisi ndio watu wa legends. No, we don't have records of you bwana. Tafadhali tulia, wewe leta ile sound yako ya disco matanga kwa MC na unyamaze tafadhali Watu wa ball ni akina Ghost na wengine pale, and football administration is different between technical administration. Football administration is about administration, planning, mambo ya communication, marketing na kwa organization. Ayo tu. And finally, Arocho, I am an MBA holder. You are a school dropout. Kwa hiyo alipata kocha wa Arocho, bingwa ambaye anajulikana kama Basanga, akadhibitisha kuwa yeye aliwahi mkochi jamaa ambaye anajulikana kama Arocho. Kwa hiyo inaonekana kuwa mjadala huu umeisha, kwa maana kuna wengi ambao walikuwa natilia shaka ile issue ya Arocho kuchezea timu tofauti tofauti. Kwa hiyo ningependa kukuwekea video hii angalau upate kujua hali halisi, ile interview ambayo Michael Weremhusi alifanya na Basanga, na vile vile pale ambapo Manigidi katika Radio Jambo alipokuwa akimchamba mwenzake ambaye anajulikana kama Arocho. Kwa hiyo ni kitu ambacho wengi wamekuwa wakiongelelea, na vile vile imeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya ambao wanafuatilia kwa karibu zaidi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kwa channel zetu za Habari 254 na Bonga TV pale YouTube, ndio angalau uendelee kupata taarifa zaidi. Shukran jidan, marhab habib, tunawapenda zaidi. Arocho was my player in Sony Sugar. Anasema Arocho anasema alikufunza Sony Sugar, yeye kocha wako. Nikisema watu wanaona kwamba Arocho ni kelele. Huyu ni kocha wangu Sony Sugar. Sony Sugar. Ulimcoach Sony Sugar. Arocho family. Na Kenya team under 23. Hapa muulize. Ala. Hakuna siri. Peter Otieno Basanga. Kocha wangu. He's also my friend. Asanta. Mzuri sana bana. Very very good. Wale kuna wengine wanasema Arocho hakucheza. Very good stopper. Leo stopper Tell them to come
wengine wameingia kwa mpira juzi. Mimi nakujua. Unaona nimetan. Nikola ni coach. Huyu ndo kocha wangu timu ya taifa. Nipe huyu Peter Otieno Basanga alikuwa kocha wangu timu ya taifa. Wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 mwaka wa 1995. Yes, under 20. Under 20. Kwa hiyo ndio fitness na commercial mzee. Mimi stopper. Muulize coach. Umemcoach huyu. This was one of my top players in my team. Hey, ski up. Hey, top players.